mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea na ndani ya siku 3 zijazo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu mchakato unaweza kukamilika, tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana. Kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Kwa nukta hii ni wapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania kuelekea Malawi, tena Lilongwe, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya hatujapata matokeo mazuri. Ndio bahati mbaya. Lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki. Katika level ya vilabu, katika level ya timu ya taifa, hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans walifanya jukumu lao kwa 100% Rehema siku ile ya ushindi haikuwa upande wetu. Na ndio maana hakuna hata mmoja katika nyinyi waandishi mliokuja hapa ambaye hata amegusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu uzuri wa lile tukio umefichwa na matokeo. Tumekosa matokeo na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, tukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafiri. Habari ambao tulisafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Nimepitia changamoto nyingi njiani, taarifa nilikuwa nazipata. Niwape pole, lakini ndio kazi hiyo. Ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu wote mmerudi salama na majukumu mengine yanaendelea. Hapo sasa kwa wanachama nilikuwa nawaambia tumepokea message nyingi sana. Jumbe mbalimbali na zote zilikuwa zinaelekeza ombi maalum la wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji ya Young African Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Hiyo mechi tuwakabidhi wao. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata. Of course kama mnakumbuka tulishatangaza viingilio. Tukasema mzunguko utakuwa 5,000, VIP C itakuwa 10,000, B 20 na A ikawa 30. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana asubuhi leo
wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wameziainisha, na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans.